Haleluya. Karibu tarehe 22 mwezi wa 6. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, ndio kipindi unachokitazama. Na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Na tunaendelea na eneo la 3 la biashara, ambalo tunajifunza kanuni ya muda na biashara. Na jana nilianza kukupa utangulizi wa eneo hili kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23 hadi ule mstari wa 25, mwongozo wa Biblia kwa miaka 5 ya kwanza ya biashara yako, kutoka Mambo ya Walawi 19:23 hadi 25, ambao Biblia inasema, nanyi mtakapoingia nchi ile mkiwa mmepanda miti ya namna zote kwa ajili ya chakula, ndipo mtahesabu matunda yake kama kutokutahiliwa. Kwa muda wa miaka 3 miti hiyo itakuwa kwenu kama kutokutahiliwa. Kwa nikakwambia jana ya kwamba mwongozo wa Biblia, angalau miaka 3 hautakiwi kutumia faida ya biashara yako. Kwa miaka 3 ya mwanzo Biblia inasema usitumie faida ya biashara yako. Hesabu faida unayopata kwenye biashara yako kama kutokutahiliwa, kama kutokutahiliwa. Alafu anasema mwaka wa 4 utoe shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 4 utoe shukrani kwa Bwana. Kwa hiyo faida ya mwaka wa 4 pamoja na mwaka wa 3, miaka 3 ambayo inakuwa imepita, Biblia inatuagiza mwaka wa 4 ni kwa ajili ya shukrani kwa Bwana. Alafu inasema mwaka wa 5, ule mwaka wa 5, anasema sasa anza kula katika hayo matunda, na anasema ukifanya hivyo ndipo utaona ongezeko kwenye biashara yako. Kwa hiyo faida ya mwaka wa 1 mpaka mwaka wa 3 unasema unaifanya nini? Nataka nijibu swali hilo leo pia. Hiyo faida inatakiwa uirudishe kwenye biashara. Endelea kukuza mtaji wa biashara yako. Endelea kupanua hiyo biashara unayoifanya na kuboresha kwa faida hiyo, na usitumie. Faida ya mwaka wa 4, toa sadaka ya shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 5 sasa unaweza kutumia faida, au unaweza ukala faida, ndipo utakapoona ongezeko. Na hii ni kanuni ambayo tunaiona kwenye Mambo ya Walawi sura ya 19. Injili ya Luka sura ya 13. Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema, akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, angalia, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu nisipate kitu. Biblia inasema, ukate, mbona hata nchi ina uharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Unaona hapa pia tunafundishwa kwamba kiwango cha chini cha muda cha kuvumilia miaka 3. Kama miaka 3 biashara haikupi faida, Kristo Yesu anamwambia mtunzaji, kata huo mtini. Lakini huyu akijua kanuni ya biashara anamwambia hapana, mwaka wa 4 ni mwaka wa shukrani. Tuupe na mwaka wa 4, tuone mwaka huu tuupalilie, tuutilie samadi, tuone kama hautazaa matunda. Mwaka wa 4 ni mwaka wa shukrani, tunategemea uzae. Usipozaa anasema vema, sasa hata mwaka wa 5 utakuwa hauna matunda, kwa sharti ukatwe. Kwa hiyo unaona miaka 4 ya kwanza ni ya msingi sana kwenye biashara yako. 3 ya kwanza, wa 4 kwa ajili ya shukrani kwa Bwana, wa 5 sasa unaweza kula maongeo yake. Kama miaka 4 ya kwanza haina faida, kulingana na hiyo Luka sura ya 13, hiyo biashara inafaa kuachwa. Hiyo biashara inafaa kuachwa, utafute biashara nyingine. Jambo la pili la msingi sana kwenye miaka hii yote 5 unapofanya biashara, na kushauri sana kulingana na maandiko haya na Biblia, usifungue biashara nyingine au tawi jipya la biashara yako. Kuna watu wanapenda sana kuongeza matawi haraka. Amefungua duka moja, limefanya vizuri mwaka wa 1, labda mwaka wa 2, mwaka wa 3 anataka awe na maduka 3, 4. Usifanye hivyo. Au anataka awe na biashara 3, 4 zingine. Na kushauri kwa miaka hii 5 ya kwanza, kulingana na mwongozo wa Biblia, usifanye kitu kipya. Kaa na biashara hiyo moja, endelea kuikuza kwa kipindi cha miaka 5. Baada ya hapo unaweza kuanza kufungua biashara nyingine au kufanya jambo jipya. Huu ni mwongozo kutoka Mambo ya Walawi sura ya 19. Kumbuka mstari wa 23 hadi mstari wa 25. Kusomea tena Mambo ya Walawi sura ya 25. Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 3 hadi mstari wa 7. Biblia inasema hivi:
panda shamba lako miaka 6. Panda shamba lako miaka 6. Na miaka 6 lipelee shamba lako la mizabibu na kuyachuma matunda yake. Kumbuka kule tulikuwa na miaka 5 tumepewa mwongozo. Sasa hapa anaongeza miaka 6. Anasema ulime shamba lako na lipelee shamba lako la mizabibu yachume matunda yake. Lakini angalia, katika mwaka wa 7 itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi, na ni sabato kwa Bwana. Usipande shamba lako wala usipelee shamba lako la mizabibu mwaka wa 7 huo. Hicho kimeacho chenyewe katika mavuno yako usikivune, wala zabibu za mizabibu iliyopelewa usizitunde. Utakuwa mwaka wa kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi. Huo ni mwaka wa 7. Na hiyo sabato ya nchi itakuwa chakula kwenu, kwako wewe na kwa mtumwa wako na kwa mjakazi wako na kwa mtumishi aliyeajiriwa na kwa mgeni wako akae pamoja nawe na kwa hayawani wako na kwa wanyama wako walio katika nchi yako. Maongeo yote yatakuwa ni chakula chao. Hapa unaona tukipewa kanuni tena ya miaka 2 zaidi, mwaka wa 6 na mwaka wa 7. Mwaka wa 6 Biblia inasema endelea kulima shamba lako, panda zabibu zako, zitakuzalia matunda, hayo yavune, hiyo faida iendelea kuichukua. Lakini anasema mwaka wa 7 usifanye hivyo. Mwaka wa 7 anasema ni mwaka wa kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi. Ni sabato ya Bwana. Usipande shamba lako wala usipelee shamba lako la mizabibu. Kinachomea chenyewe anasema utakula ni mavuno yako, lakini vitu vingine achana navyo. Kwa hiyo hapa tunapewa tena miaka 2 zaidi. Mwaka wa 6 simamia biashara yako, endelea kuzalisha, na Biblia hapa inatuonyesha kwamba utapata mavuno zaidi kwenye huo mwaka wa 6. Mwaka wa 7 Biblia inasema usivune wala usipande, ni mwaka wa sabato, ni starehe. Na mimi nashauri ya kwamba mwaka wa 7 wa biashara yako, faida ambayo unaipata au mavuno unayopata kwenye mwaka wa 7, hayo Biblia imesema usiyavune, waachie wafanyakazi wako wale. Acha watu wengine wavune. Mizabibu ipo, usivune. Kama imeota yenyewe usivune, Biblia inasema maana yake waachie wengine wanataka kuvuna wavune. Na mimi wanawaambia watu wenye biashara, faida ya mwaka wa 7 ni kwa ajili ya gawio au bonus nyie mnaita kwa wafanyakazi wako. Sasa waweza kuanza kupunguza majukumu pia ya kiutendaji kwa kuiacha biashara mkononi mwa wasimamizi. Mwaka wa 7 Biblia inasema usipande, usivune. Maana yake ni mwaka wa kustarehe kabisa. Maana nyingine, mavuno ya mwaka wa 7 unaweza kuwapa wafanyakazi wako kama bonus, lakini pia sasa unaweza ukaanza kuachia baadhi ya majukumu kwa wafanyakazi wako. Watu wengi wanaanzisha biashara mwaka mmoja, miaka 2 na tayari wanaiachia wafanyakazi, wenyewe wanajiona wamekuwa mabosi. Wanaanza kupumzika, hawajihusishi na biashara, na matokeo yake ni anguko. Kibiblia angalau miaka 6 uisimamie biashara yako mfululizo wewe mwenyewe. Ule mwaka wa 7 sasa unaweza kuwaachia wasimamizi wengine ambao ni wafanyakazi wako. Hiyo ni Mambo ya Walawi sura 25 mstari wa 3 hata mstari wa 7. Tukutane kesho nikikupa tena kanuni ambayo inatuongoza kwenye miaka mingine, mwaka wa 8 mpaka wa 9 na kuendelea. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.